Zaburi 24 mstari wa 7. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema kwamba tunapoinua kelele yetu hili kwa kumtafuta Mungu, basi anasema naye ataingia ndani yetu, naye atatupigania katika maisha yetu. Kwa nini nampenda Mfalme Daudi? Mfalme Daudi ninampenda kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amekataliwa. Alikuwa ni mtu ambapo waliona hawezi lolote. Alikuwa ni mtu tu, alikuwa mchunga kondoo. Wakaona yule ni mdogo sana, hawezi kunena chochote. Lakini Mungu alimnenea Daudi. Akaona ya kwamba katika mtu huyu anaweza kufanya maneno mazuri ili watu wa Mungu wakasimama. Basi neno la Bwana linasema vizuri, lazima achue malangoni pake. Kuna jambo ambalo Bwana anakutana na mtu mali hapa. Umekuwa katika hali ya vilio kwa muda mrefu. Umekuwa katika hali ya usumbufu tangia Januari mpaka tarehe ya leo 28. Lakini Mungu anasema ya kwamba katika malangoni ulio nayo, katika malangoni ambapo ni pa Mungu, katika malangoni ema ya Bwana, anasema ya kwamba anaenda kuwafungua waliosimama na neno lake na kuwaweka huru kwa maisha yao katika hali ya kupiga kelele. Kuna vitu Bwana anatekeleza, kuna vitu Bwana anakubariki nayo, kuna vitu Bwana anakuinua nayo. Wengi wao wanasema ya kwamba namba ya 6 ni namba ya mapepo, lakini Bwana ametangaza ya kwamba katika namba 6 2026 ni namba ambayo watu wa Mungu walioteseka na kufungua, ya kwamba Bwana anawafungua katika tarehe hiyo tunaikia, katika tarehe moja tunaanza nayo. Bwana anaenda kufungua wengi, Bwana anaenda kutenda maajabu. Haitakuwa ni namba 6 tena ya mapepo, ni namba 6 ya ufungulio, ni namba 6 ya kuinuliwa, ni namba 6 ya kudikilea. Haleluya. Namba 6 katika hali ya kiroho na kwanga ni namba ya kufunga, namba ya kubomoa na kukemea. Unapokemea mtu kwa namba 6 kwa mabaya, anaenda kupatana nayo. Lakini Mungu anasema funga, tutafunga kwa kuomba katika hali ya kuvunja milima iliyo mbele yetu. Bwana anaenda kutufungua. Sema hivi, maana tunadeclare ya kwamba ni namba ya kufunguliwa. Tunadeclare kwamba ni namba ya uponyaji. Wewe ambao ulikuwa umekaa katika mambo ya uzuri, ulikuwa umekaa katika mambo ya kufungwa, Bwana anasema natangaza injili leo ya kwamba unafunguliwa dada yangu. Katika mambo umekuwa nayo, Bwana anakuweka huru dada yangu. Niliyokuwa navyo, Bwana anakuweka huru. Mikanyamo umekuwa nayo, Bwana anakufungua. Yale ambayo wamekusema, Bwana anaondoa. Ile jiwe liliwekwa, ananipiringisha. Nimekuwa ni ya maneno, anawachilia neema, anawachilia furaha ndani ya maisha yako. Haleluya. Soma hiyo mstari mwingine ya mwisho ya 8. Ni nani mfalme wa utukufu, Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Bwana Yesu asifiwe. Maana anasema ni nani aliye hodari? Maana maandiko yananiambia kwamba Bwana ndiye hodari wa majeshi, atakaye kupigania vita, anayekushindania yale uzito umekuwa nayo. Yeye ndiye hodari kwa maisha yako. Yeye ndiye Mungu mwenye nguvu. Unaiteseka kwa miaka mingi, anasema yeye ndiye hodari, anasema ndiye mfalme wa nguvu, yeye ndiye mfalme wa vita, atakaye kupigania. Sema amen. Vita ulivyo navyo sio vya kwako, wachieni Bwana awapiganie. Anasema yeye ndiye Mungu mwenye nguvu, yeye ndiye Baba wa vita, atakayetupigania. Ndio tunarudi katika kitabu cha Zaburi 35 inaposema wanaiteta na wewe Mungu atateta nao. Maana tunaangalia wewe ni hodari bado, maana yeye ndiye Mungu mshindi wetu, yeye ndiye Mungu ambaye ni mtetezi kwa wale ambao wanayemtumainia, kwa wale ambao tulio wanyonge. Maana wanyonge ndio tuko mahali hapa, wale wanyonge tunamtafuta ndio tuko mahali hapa, wale wanyonge tunamuinua ndio tuko mahali hapa. Anasema ndiye hodari kwa maisha yetu, yeye ndiye mtetezi wa vita. Anasema atatupigania, anasema atatushindania. Ile vita umekuwa navyo ndani ya mwaka mzima atakupigania.
kupigania, waliokuchimbia mashimo, kupigania, waliokushika ukiwa hai, anakupigania. Yeye ndiye mtetezi, yeye ndiye Mungu wa vita, yeye ndiye hodari, yeye ndiye hodari, yeye ndiye hodari. Haleluya! Amen. Kifika pale naona kwamba yeye ndio mshindi. Sema amen. Kama yeye ndio hodari, atakushindania vita na atakupigania. Ni nini tunaogopa? Sema amen. Yeye ndio hodari kwa maisha yetu. Kwa hivyo dada yangu, tarehe leo tujitie moyo na kuvaa silaha ya Yesu, tukijua hodari wa vita yuko atakayetushindania na kutupigania kwa yale magumu umepita nayo. Anasema usiangalie hiyo, angalia tu yeye ndio hodari, na yeye ndiye jemedari jeshi kuu atakayekupigania, atakupigania katika vita ulivyo navyo, ambaye imekuwa ni mzito sana kwako. Umekuwa ukijiuliza, mimi siwezi, ndani ya peke yangu mimi sitaweza, ninapokaa hivi sitaweza. Anasema yeye ndio hodari tu peke yake. Unapomtazamia mwanadamu hawezi, lakini unapoenda katika Mungu, unapopiga magoti yako ukimwomba Mungu kwa maisha yako, hakuna jemedari mwingine. Hata mwanadamu hatakusaidia, lakini aliye juu ndiye atakayekusaidia. Anasema ni jemedari wa vita, atakayekushindia vita, atakayekupigania mpendwa. Wacha tumpatie Bwana shida zetu, wacha tumpatie Bwana haja zetu, wacha tuangalie ni kwa nini hatukufunguliwa, wacha tuangalie ni kwa nini hatukupokea. Anasema ni jemedari, maana atatushindania vita, atatupigania yale mazito, ile jio ile yako kwa maisha yetu, yeye atatuondolea. Haleluya, 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 haleluya. Wacha Bwana awe mtetezi. Sema amen. Yesu ako na nguvu, huyu Baba ako na uwezo na mamlaka.